Walipanga nyumba inayomilikiwa na mizimu, mwisho wa siku yamewakuta mazito. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi Tam TV Recap, usisahau kusubscribe, usisahau kunifollow. Huyu hapa anaitwa Jeff na mke wake huyu hapa anaitwa Joanna na mtoto wao wa mapenzi ambaye anaitwa Pota. Walifika katika nyumba hii kwa sababu nyumba hii haikuwa na gharama kubwa kwao. Kwa hiyo walipanga kutokana na gharama ya nyumba sio kubwa sana. Kwa hiyo ikamvutia huyu jamaa aongope kwa mke wake kama itakuwa wepesi sana kutoka yeye kwenda zake kazini anapofanyia kazi. Walifika na walipogonga mlango lakini hawakukuta mtu yote kuwafungulia, lakini kwa sababu taarifa zao zilikuwepo wakaingia ndani ya nyumba yao na wakajisikia furaha, na kuna ujumbe tu ambao walikuta juu ya meza ambao wameachiwa. Jamaa alimwambia bwana, ujumbe ni wapi ambao mwenye nyumba mmiliki wetu ameacha. Basi mchizi akausoma akafuata maelekezo yote ambayo yapo ndani ya nyumba hii na wakaanza kuchagua vyumba kimoja baada ya kingine. Na mwanadada aliendelea kuangalia kwa sababu nyumba hii ilikuwa shagala bagala, na kuna baadhi tu ya mlango mmoja ambao ulifungwa, na alipojaribu kufungua mlango ule ulishindikana na hawakutilia sana makini. Wakasema kwa kuwa vyumba vingine viko wazi, basi hamna mbuli, hamna shida kabisa. Na wakaendelea kupekua nyumba hii na kuendelea kuichunguza. Mazingira kidogo yaliwaridhisha kwa sababu walikuwa wako familia tuchache, na wiki ya kwanza ikaanza. Dada akaanza kufagia kuweka mazingira vizuri, kupanga nyumba yake, kwa sababu sasa hivi wenzetu wazungu wanapanga nyumba na kila kitu wanakikuta umo. Na hapa akiwa anaandaa chai, alifanya kazi kwa kuchukua muda mrefu sana, na alipoamka tena akaendelea kufanya kazi ili mradi mume wake ataporudi ampokee. Na kwa sababu jamaa huyu yeye ni msanii, na leo alikuja na habari za furaha sana, na akamwambia mke wangu, hakika nimechaguliwa kwenda kushuti movie na wasanii wakubwa sana. Kwa hiyo ni jambo zuri sana ambalo linanifurahisha moyo wangu. Dada akajisikia amani sana kuona mumewe amepata fursa kama hiyo, na wakapeana moyo zaidi na zaidi. Na mchizi hapa akiwa anasoma script, mwanadada akanamwambia mume wake, bwana, hii nyumba mbona kama haipo katika listi za nyumba hapa? Na jambo lingine, hii nyumba haishiki wifi haikamati kabisa, na sielewi jambo hili kutokana linasababishwa na kitu gani, na kwa nini hii nyumba haijaiko katika sheria zile za nchi ama kanuni, ama nyumba hii iko sehemu fulani. Mchizi kutokana yeye yupo busy na script hakutilia manani yale maneno ambayo mwanamke anamwambia, na mwanamke akamwambia tena na kumsisitizia, hakika nyumba hii haipo kabisa. Leo hapa akiwa naoga yuko chooni akasikia kama mlango umegongwa, na alipotoka nje kwenda kuangalia nani ambaye amegonga mlango wala hakumuona, na akaendelea tena kuchunguza wala hakuna chochote ambacho amekiambua, na bado alipotoka na akaendelea kushangaa tu. Lakini leo ajabu, kile chumba ambacho kilifungwa kwa muda mwingi leo kimefunguka. Leo akiwa yupo hapa anakusanya mazingira ya hapa na pale, akitoka huko shopping anaona mtu kama anatembea juu huko, na alipouliza wewe ni nani, nyumba yote ipo kimya. Yani dada huyo anazidi kuchanganyikiwa. Wiki ya pili sasa ikiwa imeanza na wiki ya pili hii ikiwa tamu, dada leo akaona ngoja kwanza nitoe mauchafu vitu nipange, ili mada katika vitu katika mpangilio mzuri. Yani akatoa na chumba kikapendeza. Lakini ajabu, baada ya kutoka masaa mawili matatu anakuta vile vitu vilivyopangwa mara kwanza katika mtiririko wako wa asili ambao ameukuta vimerudishwa tena vile. Na mtoto ghafla akaanza kulia bila kunyamaza. Lakini kwenye kunani kumchukua hapa kwenda kuangalia, mtoto bado aliendelea kulia, na akaingia katika kile chumba ambacho kilijifunga ghafla na kikajifungua chenyewe. Akaingia na mtoto wake na mtoto akaacha kulia. Mwanadada hapa akawa anaandaa chai, akawa dirishani akamuona mdada akiwa anaangalia hii nyumba, na yeye alimshangaa sana, lakini kwa uoga alirudi nyuma, na ikabidi amwambie mume wake, Jeff, hebu angalia yule mdada ni nani ambaye anaangalia. Lakini Jeff alipapasa macho na hakuna chochote alichokiona. Akamwambia, mbona hakuna chochote ambacho unakizungumzia? Dada akamwambia, angalia vizuri, angalie vizuri. Lakini mchizi anapokuja hapa haoni chochote, akampiga busu, ambaye bwana acha mawenge, mimi naondoka. Dada huko akaendelea kuchora na mtoto akiwa anacheza akiwa anabulizwa wika. Mtoto akaenda katika kile chumba ambacho kilifungwa. Dada akaona isiwe kesi, akamchukua tena mwanae akamrudisha tena huku. Kwa nini mtoto kila mara anakimbilia huko? Basi akaona bora mtie, na ili mradi akae. Akakuta picha nyingi ambazo zilikuwa za mmiliki ambaye alipita awali, na akakuta kitanda cha mtoto, na akakuta kiti cha kubembea, yani ambapo unaweza ukakaa na ukaangalia mambo mengi, ukajifunza vitu vingi, ukasoma vitu vingi. Kwa dada aliingia katika chumba hiki bila kujua
njiwa au nyiwa alikuwa kina nani. Lakini kwenye kupekua hivi alikuta kama kakoti hivi kabaridi, alikuta wembe, alikuta kamba, alikuta vitu vingi, na hapa alikuta dayari ambayo iliachwa na mmiliki. Basi mwanadada akavutiwa na akaanza kukuta dayari hiyo imeandikwa maneno. Huyu hapa anaitwa Adela, ambaye yeye alikuwa huyu ni mwenye hii nyumba ama mmiliki ambaye alishawahi kukaa ndani ya nyumba hii, lakini aliacha historia yake. Mimi naitwa Adela, ambaye alikuwa anaishi na mume wangu ambaye alikuwa anaitwa George. Adela na George walipendana sana. Hii story dada anatusomea kutoka katika dayari, lakini sisi tunaiona kawaida. Kwa hiyo Adela anahadisia kipindi alikuwa yeye na mtoto wake na mapenzi yake, lakini baadaye aliporudi Jeff na maisha yake ndio Jeff akamwambia, bwana I said na bonge la surprise mke wangu. Yani I say script nimekamua vizuri na nimechaguliwa moja kwa moja kwenda kufanya kazi. Yani hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikatuangusha. Yani kesho kutwa tutapata maisha bomba na safi na salama, na nitaenda kukuchukulia nyumba kubwa zaidi ya hii hapa, kwa sababu hapa tumekuja tu kidogo kupumzika. Mume ana ndoto, lakini hapa mwanadada anaambiwa neno moja la kushtukiza, ambaye bwana namtaka nimlete Alex, yule ex wangu wa zamani, kidogo aje kututembelea, hautajisikia vibaya. Dada akamwambia basi so kesi, kama Alex naye unatakiwa kumleta hapa aje kupaona nyumbani kwetu, kwa sababu sisi ni mashoga na wote tulikuwa tunafanya kazi moja. Hamna mbaya, kwa sababu Alex ni mpenzi wako ambao mmeachana. Wewe mlete tu, tutakaa vizuri hapa, tutaongea. Mchizi bila kupepesa macho na bila kupoteza muda akamwambia, mke wangu nakupenda sana kwa sababu ya maneno yako matamu na kila siku unanitia nguvu na kunijenga. Jamaa alijiproud sana juu ya mkewe, na mkewe alijisikia faraja sana mumewe kipindi anamsalimia. Na mume basi akamwambia Alex karibu. Alex kuingia hapa na furaha zote wakamkumbatiana na huyu mke mwenzie ambaye alikuwa zamani yeye ni mume wa ujamaa au alikuwa bwana wake na ujamaa. Lakini bahati ya ndoa haikuwa kwake, ikawa kwa huyu dada hapo chini ambao ni jana. Basi hapa wakiwa wanapiga story, wakiwa wanakula msosi ni na nini, wanapiga story na wakiajenga maisha na mapenzi yao na amani wakiongea. Lakini baada ya muda kidogo Alex kwenye mvinyo akamwambia, bwana tumepata kazi wote ya huko, tutaenda wote kuigiza. Akaomba jamani, naomba kidogo fursa nikavute sigara. Dada akatoka kwenda kuvuta sigara na jana akamfuata Alex. Lakini hapa ajabu, akiwa yuko chooni anaoga akiachia nywele, ghafla damu nyingi zinamtoka mdomoni na hajui hizi damu zinamtoka kwa sababu gani. Lakini alipoangalia vizuri kitu gani ambacho kinanania, akakuta ana kiwembe ndani ya mdomo na kukitapika. Na hapa akaona ndoto kama Alex amekuja na akaanza kupigana naye yule mke mwenzie, akaanza kumkamua, na mwisho wa siku Alex alimnyonga mpaka akafa. Alex alifariki dunia pale pale kwa sababu ya wivu wa mapenzi, sijajua. Na anapofunga hapa kabati, kumbe haikuwa ni kweli bali ni ndoto. Dada anakurupuka katika ndoto nzito, na hapa ikabidi amwandalie chai mume wake, ili mradi ikiwezekana apate moja moto moja baridi na akili yake Jeff ikae sawa. Hapa akiwa Jeff anamwaga pota na anamwaga mpenzi wake kumwambia, bwana hakika mimi naondoka, mbona chai leo ilikuwa ni tamu sana. Akamwambia, bwana chai hii ama sukari hii nimeikuta humu ndani kwenye hii nyumba, kwa hiyo tuendelee kutumia. Haya, mtoto akiwa anacheka hapa na mama hapa kipindi ametoka nje, anamkuta mdada yule ambaye alimuona katika dirisha anaangalia nyumba yake. Na hapo mdada amesimama anakagua hii nyumba, anamwambia usiingie. Lakini mwanadada alipoingia na udada akamwambia, tafadhali toka ndani ya nyumba hiyo, hii sio nyumba. Kwa haraka huko akimlilia mtoto wake, ninaomba mtoto wangu mimi. Dada akaona hivi ni vitu gani bwana? Akarudi ndani akaachana naye, akamwona dada kama akachanganyikiwa, na akaendelea kusoma ile hadithi yake ambayo ipo katika dayari. Hapa tunamwona tena Adela akitandika. Na yeye Adela anasema, hakika mume wangu alikuwa yuko busy sana na kazi. Yale ya kwamba mimi na hakuwa anamfanya kazi, basi kazi zote za ndani nafanya mwenyewe. Dada anatuonesha Jeni kipindi anasoma hiki kitabu, basi tunamwona Adela yeye anaendelea kufanya mambo yake. Kwa hiyo tunaenda kwa Adela, tunarudi kwake hapa. Anatusomesha Adela alichokiona, tunarudi kwake yeye. Basi alisoma sana kile kitabu na alivutiwa sana mpaka usingizi ukamchukua pale pale, na Jeff mumewe alimkuta amelala kwenye sofa. Akamwambia, bibie mbona umekaa sana hapa? Ambia dai ni kawaida tu, nilikuwa napoteza muda. Sasa mchizi akashangaa, akamwambia kichumba kakifungwa nani? Akamwambia kichumba bana kimefunguka chenyewe. Mchizi alipaniki kwa sababu kile chumba kilifungwa, na akajua hudada amefungua chumba kile bila kumshirikisha mmiliki. Na kwa nini mmiliki alikifunga na yeye kaja kufungua? Dada akamwelekeza tu, akamwambia hapana, mimi mwenyewe nilimekuta chumba kile kiko wazi. Basi mchizi hapa kama akajisikia bored kidogo, lakini akaona aibu, kabidi achukue pombe yake kali na kumchukua mtoto. Akamwambia, mtoto kwa nini unamweka ndani ya kichumba sasa? Kama mwenyewe atakuja itakuwaje? Akamwambia, hakika mtoto ukimweka huko ndani alii, ila ukimtoa nje mtoto anapiga kelele, sio mchezo. Akamwambia, bwana hebu niache stori zako za kipumbavu. Mtoto yenu mweke huko na nani analia kwa sababu gani? Mchizi haelewi na mchizi ajali.
Mchizi haelewi hisia za mwanamke, jinsi ya mambo anawapitia, kwa sababu yeye ni mama wa nyumbani na vitu vingi anaviona yeye. Mchizi aliwaka tu akabakia kubweka kama ilivyokuwa jibwa koko likibweka pasipo na sababu za msingi. Ambia bwana acha kupiga kelele, mtoto naye analia. Ambia hakika mtoto kimweka humo chumbani anapoa. Ambia wewe mambo mengine haya ilibidi yaache. Hiki chumba si ambacho kilikuwa kwa ajili yetu, kwa sababu hiki chumba kilifungwa. Jamaa baadaye, baada ya muda kidogo kupita, akajihisi amefanya makosa na kujirudi na kumtaka radhi mke wake, na hapa akakubali kushindwa yeye. Akampa bibie mtoto na bibie akamchukua mtoto wake, na wakakaa tena vizuri, wakaendelea kuyaongea na kuyajenga namna gani wanaweza kufanya. Ambia bwana hakika si unajua tuna vitu vingine vya watu mke wangu, kwa hiyo vitu vya watu achana navyo. Hii ni wiki ya 3 sasa hivi ambayo imeingia. Mwanadada kuna mambo anayoona kama mazingzong, na akiwa anaendelea kusoma ile hadithi, na bado anamuona Adela na maisha yake yote jinsi yalivyo. Hii ni wiki ya 3. Adela ambaye amevalia nguo lake la blue akiwa na bwana wake George wakiwa wanapigana. Sasa furaha na amani ndani ya nyumba inapotea. Katika ile hadithi anaiona George na Adela hawakukaa tena vizuri, vibao vingi, lakini kwa siku moja Adela akasikia milio inatoka chumba cha pili huku, ambacho mumewe kama anamkamua mwanamke mwingine ndani ya chumba hiko kinachofuata. Lakini hapa Jeff aliporudi, bidada akaongea naye vizuri, na Jeff akamkuta mkewe kwenye kiti, akamwambia sema matoto, nimechoka sana leo kwa sababu kazi nilofanya maigizo sio mchezo. Na mwanadada anaonekana akiamka, lakini hapa huku anasikia milio, na alipoangalia vizuri milio ile inatokea wapi, hakuamini macho yake. Kumbe nayo ilikuwa ni ndoto, baada ya kumuona mume ndani ya ndoto anamkamua mtu. Na kwa nini kajishangaa, mimi nimelala kwenye sofa na wakati nilienda kitandani. Ikabidi atoke moja kwa moja kwenda kumwamsha bwana wake Geoffrey. Jeffrey, inakuaje? Mimi nililala kitandani na wewe. Anaambia hapana, wewe ulichagua kulala huko kwenye kiti na ukaniambia nikuache tu. Ambia bwana nimeota unanichiti, unamkamua mtu. Akamwambia acha maneno yako ya wivu wewe. Dada akaogopa, dada akajisikia vibaya kwa sababu hakuamini yote mumewe ambaye anamwambia. Alihisi kama mumewe anamtania, yaani yeye ndoto aliyoiota mume anamwambia sio kweli bali ni ndoto, na yeye yale kwamba alijua ni kweli bali si ndoto. Inaonekana Jeff hajakutana mtihani wote, na sasa hivi imeingia wiki ya 4, ama ni wiki ambayo inaanza tena upya ya 4 katika mwezi mmoja. Dada akiwa hapa anabembeleza mtoto ndani ya nyumba yao hiyo ambao amepanga, mara ghafla anasikia tena sauti ambazo hazielewi hizo sauti zinatokea wapi, na hata alipojaribu kuziangalia hizo sauti hakuziona, na nani ambaye anapiga hizo sauti pia naye hakuonekana. Mwanadada anaye akabaki katika maswali la kujiuliza, kwa sababu hii ni miujiza ama ni kweli. Lakini alijitahidi kuangalia na kutafakari namna gani anaweza kufanya, namna gani anaweza kutenda. Lakini hapa alipochukua simu kupiga nje, vile vile mtandao nao kama kawaida yake mtandao hausomi. Hapa leo akaona bora achukue ile gauni ambalo la huyu marehemu ama mmiliki wa nyumba, na akalivaa, na akachukua simu hapa kutaka kupiga kwa ndani. Vile vile mtandao haupatikani kabisa. Ikamlazimu atoke nje mdogo kwenda kutafuta mtandao. Alijaribu hapa ndani, lakini ndo kama hivyo kashindwa, na dada akashota mdogo mpora na kushuka ndani ya ngazi zake zile na kuelekea nje kwenye simu ya nje. Lakini karibu anavyofikiria ile simu ya nje, na ile simu ya nje ikaanza kuita, na akapokea, akasikia anaambiwa bwana hakika mwanao anaumwa sana, kimbia sana ndani. Basi alipokimbia ndani kwenda kumwangalia huyo mwanae, na hakuamini kumkuta Pota yuko vizuri. Pota anacheza tena mzima wa afya, na kukuta kiti kile kama kuna mtu ambaye alikuwa anamchekesha Pota. Sasa mwanadada akaanza kushangaa, ina maana kuna mtu alikuwepo hapa, na nani ambaye aliniambia Pota yupo katika matatizo, na nilipoingia ndani mbona Pota yuko salama? Kwa hiyo maswali na miujiza inaendelea kwa huyu dada, bila kujua ndani ya nyumba hii wanaishi na mizimu, na aliwapangisha hapa ni mzimu. Jefu akaja akaambiwa, lakini Jefu hakutaka kumwelewa bibie kwa sababu nyumba hii ni kitonga, na akajua mwanamke huyu kwa sababu mashauzi yake hataki kukaa nyumba bei rahisi, labda anataka nyumba yenye hali kubwa kutokana na hadhi ya Jefu jinsi ilivyo, ama hadhi ya mwanamke. Mwanamke akajikuta anaongea mpaka uchungu unamkuta, na Jefu hakuacha gubu, akaendelea kuchamba kama dume la kizalamu. Na alipomaliza hapo akakaa chini akamwambia bibi, hapa tutakaa kwanza kwa muda,
kwanza tuvumilie kukaa hapa mpaka tutapojipata, ama mpaka nitapolipwa mshahara wangu. Dada akaongea kwa uchungu, lakini hapa mchizi kuna sauti anaisikia. Akamwambia hiyo sauti ni vitu vya kawaida ndani ya nyumba hii, ndio maana nilikuwa nakwambia. Kwa hiyo katika mabishano mchizi anasikia kama watu wanazagamuana chumba cha pili, na aligonga sana. Akamwambia tabia imeanzalia. Akamwambia bwana, hapa ni muda tu. Nyamaza, nishakwambia msizagamuane basi. Mbona tupumiza na tupiga ni sisi tunalea wenzenu. Umeelewa? Mchizi akapiga kelele, mwisho wa siku akakaa hapa. Na mwanadada akamwambia tafadhali naomba tuhame haraka sana iwezekanavyo. Mchizi kwa sauti ndogo akamwambia bibie, tuvumilie kidogo, Mungu akitujalia tutaondoka. Lakini mwanadada anakuta kichwa kinamuuma, kichwa kinapasuka kishenzi, yani kwa sababu haelewi nini ambacho anaenda kukifanya ama nini ambacho kinaendelea kutokea ndani ya nyumba hii. Sasa leo hapa anajikuta akiandaa mazingira, lakini mazingira kila akitaka kuandaa nyumba ya kupika kama yanamshinda. Alirudi akachukua kile kitabu ili mradi amalizia hadithi yake. Akamwona Jeni hapa anatumia ile sukari. Basi dada akaona Jeni akipinda anatia ile sukari, lakini mkononi Jeni ameshika vitu viwili ambacho ni kiwembe. Umeelewa? Ambacho anaonyesha Jeni alichukua kile kiwembe, mwisho wa siku akajitoa maisha yake yeye mwenyewe. Dada aliona ile story mwanzo mwisho ya Adela ambao mmiliki wa nyumba hii, na Jeni alijisikia vibaya sana baada ya kuona dada mbona amekufa kwa mtiririko mbaya. Basi akataka kupekua nyumba, je, kama mtu kajichinja mwenyewe na maana michirizi ya damu itakuwepo. Ikabidi achane ile nyumba ambayo amepanga, na kweli bwana, ile nyumba ilikuwa ina damu za kutosha. Kwa hiyo ina maana kama imepigwa lamination, umeelewa, ili mradi mtu yote ambaye atakuja hapa asione tukio ambalo lilishatokea. Ina maana mtu ajue tu ni ukuta mpya ama ni ukuta. Unajua nyumba zetu za boxi. Basi Jeff alipokuja hapa akaelezwa na kuonyeshwa shahidi, na dada akamwambia yote ambayo ameyasoma, ambaye habari hii na siri hii nimekuta ndani ya kitabu. Lakini mchizi kwa sababu mpenda kitonga alikataa kata, na dada alilazimisha sana. Akamwambia tuame, la sivyo familia yetu itakuwa mashakani. Jamaa akamtuliza, akamwambia mlala kifuani. Lakini mwanadada kwenye kulala akajisikia kama haja ili madi kidogo atoke, akaandae mazingira vizuri, aweke mazingira yake sawa. Lakini hapa alisikia tena ile sauti ya mingurumo, yani ya miguno, na alipochungulia na muona bwana yake hapa anakula mzigo, kwa sababu pale alipoamka hakumuona kitandani. Dada akatoka bwana. Hai hataki kuelewa chochote. Aligonga mlango, na alipogonga mlango kwa jirani yake ambao ni Alex, na alipoingia ndani hakukuta Alex, hakukuta kitu chochote, akikuta mlango au chumba chote kipo keupe. Na akakuta hapa, tafadhali hemu naomba msaada, nisaidie. Na alipochungulia vizuri nani ambaye anaomba msaada, alimuona bwana yake yuko huku ndani anafanya kazi nyingine. Alimwambia bwana, mbona anachanganyikiwa? Lakini aliporudi hapa kwa macho yake anamuona sio bwana yake ama sio mumewe, bali anamuona yule George. Dada kwenye kujitetea imadi kumtetea imadi anaondoe, anajikuta anamchoma kitu. Lakini pale alipomchoma tu, yule mtu alibadilika na kuwa Jeff tena, na sio George ambaye kwa macho yake anamuona. Na alipoangalia kulia ama kushoto, hakuamini kitu kingine ambacho anakiona. Yani dada anajikuta ameua familia yake yeye mwenyewe, hata mtoto alimkata na kiwembe. Yani mtoto alishamchinja zamani. Umeelewa? Kusoma vitu ambavyo havikuwa dhamana yako ama kushika vitu ambavyo sio hujaruhusiwa ni matatizo kama haya ambayo amemtokea dada. Anajikuta amemuua mume, amemuua na mtoto wake kwa kutokana kusoma vitu ambavyo havijui. Dada kuona kama ana umuhimu wa kuishi, na yeye akajitoa maisha yake na kudondoka pale, na mwisho wa siku akapoteza maisha. Wadau, tafadhali naomba usubscribe kama ni mara ya kwanza, ama utufollow ili mradi uendelee kwa mdau wetu wa Tam TV Recap kwa movie kama hizi za kila siku ambazo zinaletwa na mimi Fay Bash, DJ wako mitamboni. Chao, tukutane wakati mwingine.